Sasa kuna mjomba, kuna shangazi, kuna mama mdogo, wote ni vitengo serikalini. Ngoja niwatafute. Naanza na mjomba. Mjomba ni usalama wa taifa kabisa, siwezi kukosa kazi. Unaweza ukawa daktari lakini ni usalama. Ndio, inawezekana. Nimemaliza udaktari lakini nikimpigia mjomba nikamwambia mimi nina udaktari, nimemaliza udaktari, nikiwa salama afu daktari, usalama alafu daktari. Hata mjomba naye akinizungusha. Kuna shangazi. Shangazi ni mwanajeshi, naenda jeshini na kuwa afu daktari, mwanajeshi daktari. Yaani kuna kawazifa fulani ya kuwa na ndugu ambao wako serikalini na wana kazi ni raha sana. Ngoja nimpigie mjomba, sije nikapoteza muda hapa. Nimeweza chuo. Siwezi kuteseka mtaani na ndugu. Hapana. Inaita. Mbona apokee simu yangu? Mjomba Devi. Leo mbona apokee simu yangu? Na anajua kabisa mimi nimemaliza chuo. Haina shida. Niachane naye. Ngoja nimpigie Aunti Lili. Uhakika. Aunti Lili, siwezi kukosa kazi. Inaita. Mbona inaita muda mrefu hivi? Sema hao wameambizana nini? Naye apokei. Lakini haina shida. Na mama mdogo Tuma. Kwa nimpigie mama mdogo Tuma. Mama mdogo Tuma haipatikani kabisa. Sasa anafanya nini? Haiwezekani. Sasa hapa nifanyeje? Sina namna yote kufanya. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kitu kinasikia, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, na mtu anaongea ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona wakati wa hali yapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa. Ni kweli nimekosea. Mungu wangu. Ni kweli nimekosea. Ninaomba unirehemu mtoto wangu. Ninaomba unisamehe makosa yangu. Nimekukosea Mungu wangu. Nimetegemea wanadamu badala ya kukutegemea wewe. Ninaomba unisamehe. Sasa nimechagua kukutegemea wewe. Ninaomba unisaidie katika hili ninalolipitia. Maana nimesikia ukiniambia alaaniwe mtu yule amtegemea mwanadamu. Nami nimekuja kukutegemea wewe. Nisaidie Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Kama Hezekia alipokusogelea nawe ukamsikia na ukamsaidia, ukamwongezea miaka, nami ninaomba msaada kwenye kazi. Nakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwaminifu. Amen.
maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kaka, samahani ndugu yangu. Ndio sharti yako bwana ndugu yangu. Nashukuru sana. Asante sana. Lakini bwana. Nashukuru sana ndugu yangu. Barikiwa sana. Mawazo nini? Hapana, sema nilikuwa nichoma kitambaa hapa ni mafua, si unajua? Asante sana. Haina shida. Unaitwa nani? Mimi naitwa Uswege. Aisee, una moyo mzuri sana. Mimi naitwa Mzee Mwaipopo. Mzee Mwaipopo? Ndio. Nakaa sehemu gani? Nakaa Viroji tu. Viroji. Aisee. Nice, nitakutafuta. Haina shida. Nitakutafuta. Haina shida. Nikuachie namba yangu. Haina shida. Mtajie tu kaka. 06 96 ndio 51 ndio 00 36. Mzee Mwaipopo? Mzee Mwaipopo. Mimi nipo Mshiba, lakini nitakutafuta. Sawa. Una moyo mzuri sana. Ngoja nikupigie basi. Sawa. Utaiona namba yangu? Sawa, nitaiona huko. Haina shida. Sawa. Mimi wewe kama unataka kunipigia nipigie mimi au nitaweza nikakupigia. Okay, hamna shida. Haina shida Mzee Mwaipopo. Sawa, asante sana. Mungu akutunze. Asante sana. Nashukuru kwa moyo. Kwa makini. Nashukuru kwa moyo. Unajua tena wazee wangu nyinyi. Sahi kabisa. Jana kama yeye ni wachache sana. Ni kweli. Mungu akubariki sana. Tuko wachache. Mungu akubariki. Tutakutana basi mzee. Asante sana, nashukuru. Mungu akutunze. Asante sana. Uwe na safari njema. Asante, nashukuru. Poa. Uwe na wakati mwema. Mungu akutunze pia. Asante sana. Halo mzee. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo mzee wangu, unaendeleaje? Niko salama kabisa. Habari za tangu siku ile? Namshukuru Mungu mzee wangu. Mungu ni mwema, naendelea vizuri. Nimevutiwa sana na mume wako. Mzee wangu, niambie. Sasa nitaka nijue kwanza unajishughulisha na kitu gani wewe kijana? Mzee Mwaipopo, mimi bwana sina kazi yoyote, nimemaliza chuo. Sasa hivi nina mwaka mzima niko tu nyumbani. Umemaliza chuo? Nimemaliza chuo. Unasoma chuo gani? Nimesomea Kampala, nilikuwa nasomea udaktari. Kampala University? Mzee wangu. Ulikuwa unasoma kozi gani? Nilikuwa nasomea udaktari mzee. Udaktari? Kijana wangu, hongera sana.
Asante mzee wangu. Hongera sana. Mimi kijana nikutoa wasiwasi. Kazi utapata. Kazi nitapata? Kazi utapata. Mzee wangu, Mungu akubariki sana. Mimi ni tiara wa Kitonga Hospital. Ninaomba kesho saa 2 asubuhi uje pale Kitonga Hospital. Kesho asubuhi nije? Uje na vitu vyako ili tuweze kuhakiki mambo pale, afu tuweke utaratibu vizuri, uanze kazi moja kwa moja. Haina shida kabisa mzee wangu, nakuja navyo vyote asubuhi. Sema nikifika nikupigie. Saa 2 asubuhi. Sawa mzee Mwebo. Sawa. Sasa Mungu akubariki sana mzee wangu. Asante sana. Mimi kutakia kila la heri. Nawe pia mzee. Asante sana. Thank you Jesus. Jesus, asante Yesu. Yesu, ninakushukuru. Kweli kuna faida kwa kutegemea wewe Mungu. Yaani sikuamini kama Mungu utafanya hichi kitu. Mungu unaweza. Mungu unaweza. Unaweza Yesu. Yesu asante. Yesu asante, ninakushukuru Mungu wangu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Wewe ni mwaminifu kweli. Kweli. Tukikutegemea wewe. Aise, unatubariki. Aise, nimeamini kwamba nisitegemee watu bali nikutegemee wewe. Wewe ndio unahitaji watu. Kweli mimi kama nilipoota kwamba utaninulia watu, utaninulia mataifa, nami nimeona leo. Asante Bwana Yesu. Ninakushukuru Mungu wangu.